Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe ikiwa unatutazama kwa mara ya kwanza, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Na cha muhimu zaidi, cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu ili nikufichulie siri kubwa, kwa sababu mtandao wetu wa Tanzania ITV ni kutoa siri zote yale ambayo tumehakiki, ambayo huwezi kuyapata katika kituo chochote cha habari ama mtandao, kwa sababu sisi tunasema vile mambo yalivyo. Naibu Rais katika taifa letu la Tanzania, Emmanuel Nchimbi, atoroka Ikulu na Suluhu afurahia. Sasa ni kivipi Emmanuel Nchimbi ametoroka Ikulu? Sababu ya kwanza, katika mikutano mbalimbali ya serikali hatuoni Emmanuel Nchimbi akiwakilisha serikali ya Samia Suluhu Hassan, na haonekani sana katika mikutano ya Samia Suluhu Hassan, ni kama amejitenga. Kwa nini? Ni kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu ya tofauti ambazo zinasemekana kuwa kati ya Samia Suluhu Hassan na yeye mwenyewe. Hii ni baada ya kusemekana ya kwamba Emmanuel Nchimbi anakimezea mate kiti cha urais katika mwaka 2030 wakati uchaguzi unaenda kuandaliwa. Tunajua kwamba Emmanuel Nchimbi hakuwa anatakiwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa naibu ama makamu wa rais wake, ila tu aliweza kukalishwa kwa kiti kile kupitia rais mstaafu ambaye ni Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa nini tunasema sababu ya pili, tunasema ya kwamba Nchimbi ametoroka Ikulu? Sababu ya pili ni kwamba Nchimbi aonekani akitetea serikali ya Samia Suluhu Hassan vile waziri mkuu ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba anaitetea serikali. Kwa mikutano mingi, waziri mkuu Mwigulu Nchemba ndiye anawakilisha mikutano ya serikali na mikutano mingine mbalimbali. Hivi majuzi, siku ya Jumamosi, aliyekuwa muasisi, mwenyekiti wa kwanza katika chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Edwin Mtei, alikuwa anazikwa baada ya kuaga dunia. Rais Samia Suluhu Hassan hakuhudhuria mazishi. Maybe alikuwa na sababu zake, ama kuwa na shughuli za serikali ambazo ziliweza kumlazimisha kutofika. Lakini Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake angemwakilisha, lakini hakuonekana popote pale. Tuliona tu waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Kumaanisha Emmanuel Nchimbi ametoroka shughuli za Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo limesababisha Rais Samia kufurahia, kwa sababu hata yeye hampendi na hata amzingatii sana kuiwakilisha serikali yetu ya Tanzania. Na sasa hivi vile mambo yalivyo katika taifa letu la Tanzania, ni wazi kwamba Emmanuel Nchimbi amekimya, ametulia, hazungumzi. Kulikuwa na fununu kwamba kulikuwa na tofauti za udini, kwa sababu Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki na rais ni Muislamu. Tofauti hizi zinaendelea.
Kuna wakati Waislamu waliweza kutangaza kwamba tutakata watu vichwa ikiwa wataendelea kupinga serikali. Kuna vita vya kidini ambavyo vinaendelea. Ndio maana tumeshuhudia maaskofu, wawakilishi wa Katholiki wakiipinga serikali kwa utekaji nyara na kutia watu mbaroni pasipokuwa na makosa. Baadaye serikali inajigeuka yenyewe na kuchagua watu kwenda kuishitaki kanisa la Kikatholiki kwamba kasisi fulani ameenda kinyume na kanisa letu la Kikatholiki na wanaimba nyimbo ambazo sio za Kikatholiki na yale wanazungumza ni tofauti, hata kusema kulingana na kitabu fulani kinasema hivi, anasema mstari ambao haupo katika Biblia. Yaani kuna tofauti za kidini ambazo zinaendelea, lakini serikali inakosea na kutumia watu ambao sio wa Katholiki wakati wanaendesha vita vya udini hapa Tanzania. Sababu nyingine huenda Nchimbi anatorokea ama anatoroka kutoka Ikulu ni kwa sababu ya maovu yaliyoshuhudiwa Tanzania. Sijamuona mahali popote pale Nchimbi akizungumzia mauaji, licha ya serikali ambayo yupo inalaumiwa. Amekimya, kumaanisha kuna kitu fulani ambacho anakielewa na anakijua kinachoendelea serikalini. Kuna unyanyasaji ambao unashuhudiwa. Hata tunataarifiwa kwamba wale ambao walikuwa ni wandani wake katika baraza la mawaziri walionewa. Kwa hivyo Nchimbi na rais wa sasa matamshi yao hayaendi pamoja, na haikosi huenda kila mmoja anafanya shughuli zake, na huenda mikakati itawekwa kuhakikisha kwamba mmoja wao ameenda nyumbani ili mmoja asalie. Ingawa wanaharakati wa Tanzania wameanzisha mchakato wa kusema ya kwamba CCM imekuwa inakandamiza watu wala sio viongozi. Hata kiongozi akitolewa mwana CCM arudi, sheria ni zile zile. Sasa wanataka kuanzisha mchakato wa kupinga chama cha CCM kufikisha mwisho viongozi wote wa CCM katika taifa letu la Tanzania, ili vyama vingine vya kisiasa navyo viweze kuongoza, kwa sababu CCM inaonekana kutumia utawala wa kimapavu, kwa sababu Tundu Lissu amefungiwa, ambaye ni wa Chadema hadi kufikia sasa, kwa kushitakiwa kwa makosa ya uhaini ambayo hayana msingi wowote, kwa sababu amekaa gerezani Tundu Lissu kwa zaidi ya miezi 9 pasipo kesi yake kuamuliwa. Naomba nitamatishie hapo. Nikipata taarifa zingine za asiri nitarudi ili nikutaarifu. Kabla nitoke mitamboni na kuomba, ikiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kutoka Tanzania ITV, na usisahau, zingatieni hilo, bonyeza alama ya like. Asante.